Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika masimulizi ya kitabu hiki cha Pambano Kuu, mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Ni sura ya kwanza yenye kichwa kisemacho kuharibiwa kwa Yerusalemu. Kabla ya kuendelea, basi tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunaomba uwe pamoja nasi, kila anayesikia maneno haya Bwana ukayatafsiri kwa njia ya Roho Mtakatifu, yakafanye kazi na kuleta badiliko katika maisha yetu, yakituandaa kwa ajili ya ufalme wako unaokuja hivi punde. Tumeyaomba haya kwa njia ya imani kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Luka sura ya 19 fungu la 42 na 44. Akiwa katika kilele cha mlima wa Mizeituni, Yesu aliutazama mji wa Yerusalemu, mji uliokuwa na muonekano mzuri na uliojaa amani, ulitanda mbele yake. Ilikuwa majira ya Pasaka, na kutoka nchi zote wana wa Yakobo walikuwa wamekusanyika hapo kusherehekea sikukuu hiyo kubwa ya kitaifa. Katikati ya bustani na mashamba ya mizabibu na miteremko ya kijani iliyokuwa imepambwa kwa mahema ya mahujaji, viliinuka vilima, majengo ya kifalme na kuta kubwa za mji wa Israeli. Ni kama vile binti Sayuni alionekana kwa kiburi chake akisema, nimeketi malkia na sitaona huzuni, akijiona mzuri na akizani ya kuwa yuko salama kwa sababu ya kupendelewa na mbingu. Sawa na wakati zama nyingi zilizopita, mwimbaji wa nyumba ya mfalme alipoimba, kuinuka kwake ni mzuri sana, ni furaha ya dunia yote, mlima Sayuni, mji wa mfalme mkuu. Zaburi 48 fungu la 2. Majengo mazuri ya hekalu yalikuwa yakionekana vizuri sana. Miale ya jua lililokuwa likizama iliaksiwa na weupe uliofanana na theluji, na marumaru za kuta zake na kuifanya rangi ya dhahabu ya lango na mnara wa nje ya mnara kung'ara. Ukamilifu wa uzuri ulisimama, kiburi cha taifa la Wayahudi. Ni mtoto gani wa Israeli ambaye angetazama muonekano wa mji ule asipate msisimko wa furaha na kupigwa butwa? Lakini fikra za Yesu zilijazwa na mawazo mengine. Alipofika karibu, aliuona mji akaulilia. Luka sura ya 19 fungu la 41. Katikati ya shangwe na furaha kuu ya Yesu kuingia mji wa Yerusalemu, wakati matawi ya mitende yalipokuwa yakipeperushwa hewani kwa madaha, wakati hosana zenye nderemo na bashasha zilipoamsha miangwi ya mlima, na maelfu ya sauti yalipomtangaza kuwa mfalme, mkombozi wa ulimwengu aliyegubikwa na huzuni iliyofichika, yeye mwana wa Mungu, ahadi ya Israeli, ambaye nguvu zake zilishinda mauti na kuwaita mateka wa mauti kutoka kaburini, alibubujikwa machozi. Sio machozi ya kawaida, bali machozi yaliyotokana na uchungu mzito, yaliyotokana na maumivu makali yasiyovumilika. Machozi yake hayakuwa kwa ajili yake mwenyewe, japokuwa alijua vema kule nyayo zake zilikokuwa zikielekea. Mbele yake kulikuwa na Gethsemane, mahali pa maumivu yake yaliyokuwa yanakaribia. Mlango wa kondoo ulikuwa mbele yake pia, mlango ambao kwa karne nyingi wanyama wa kafara walipitishiwa, ambao ulikuwa tayari umeshafunguliwa kwa ajili yake ili apelekwe machinjoni. Isaya sura ya 53 fungu la 7. Kalvari, mahali aliposulubiwa, hapakuwa mbali. Kwenye njia ambayo Kristo angepita muda si mrefu, ilipasa pajae hofu ya giza kuu wakati alipotoa roho yake kuwa sadaka kwa ajili ya dhambi. Pamoja na hayo, tafakari juu ya matukio ambayo haikuwa sababu ya giza lilokuwa juu yake wakati wa sasa na wa saa ya furaha. Hakuna tishio lolote la maumivu dhidi ya mwili wake lilifunika roho yake isiyokuwa na ubinafsi. Alililia maelfu ya watu wa Yerusalemu waliokuwa wanaelekea kuangamia kwa sababu ya upofu na ugumu wa mioyo ya wale aliokuja kuwabariki na kuwaokoa. Historia ya zaidi ya miaka 1000 ya upendeleo wa kipekee na utunzaji makini uliooneshwa kwa watu waliochaguliwa ilifunuliwa mbele ya Yesu. Kulikuwa na mlima Moria, mahali ambapo mwana wa ahadi, kafara asiye na ubishi, alifungwa juu ya madhabahu, ishara ya sadaka ya mwana wa Mungu. Pale agano la baraka, ahadi tukufu ya Masihi, ilithibitishwa kwa baba yao watu walio waaminifu. Mwanzo sura ya 22 fungu la 9 fungu la 16 mpaka 18. Pale ndimi za moto
moto wa kafara zilipopanda juu mbinguni kutoka katika sakafu ya kupuria nafaka ya Onani, ziliweka kando upanga wa malaika anayeangamiza. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 21. Alama stahiki ya kafara ya Mwokozi na upatanisho kwa ajili ya wanadamu wenye hatia. Yerusalemu iliheshimiwa na Mungu kuliko miji mingine yote duniani. Bwana aliuchagua Sayuni, alitaka uwe makao yake. Zaburi 132 fungu la 13. Pale kwa miaka mingi manabii watakatifu walitangaza ujumbe wao wa onyo. Pale makuhani walipepea vyetezo vyao, na wingu la uvumba pamoja na maombi ya watu waliokuja kuabudu lilipaa juu hadi mbele za Mungu. Pale kila siku damu ya wanakondoo waliochinjwa ilitolewa, ikielekeza kwa mwana-kondoo wa Mungu ajaye. Pale Yehova alifunua uwepo wake katika wingu la utukufu juu ya kiti cha rehema. Pale palikaliwa na ncha ya ngazi ya kimiujiza iliyounganisha nchi na mbingu. Mwanzo sura ya 28 fungu la 12, Yohana sura ya kwanza fungu la 58. Ngazi ile ambayo juu yake malaika wa Mungu alishuka na kupanda, na ambayo ilifungulia ulimwengu njia ya kuingia mahali patakatifu mno. Ikiwa taifa la Israeli lingedumisha utii wake kwa mbingu, Yerusalemu ungedumu kuwa mji mteule wa Mungu milele zote. Yeremia sura ya 17 fungu la 21 mpaka 25. Lakini historia ya wale watu waliopata upendeleo ilikuwa kumbukumbu ya kurudi nyuma na kuasi. Walipanga na walipinga neema ya mbingu, walitumia vibaya nafasi zao za upendeleo na walichezea fursa zao. Ingawa Israeli waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 36 fungu la 16, bado Mungu alijifunua kwao kuwa Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Kutoka sura ya 34 fungu la 6. Licha ya kukataliwa mara nyingi, rehema yake iliendelea kuwasihi. Kwa upendo na huruma inayozidi ya baba kwa mtoto wake mpendwa, Mungu akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 36 fungu la 15. Wakati hoja, nasaha na maonyo viliposhindwa, aliwatumia zawadi bora kabisa kuliko zote kutoka mbinguni. Ndiyo, alitoa mbingu yote kupitia zawadi hiyo moja. Mwana wa Mungu mwenyewe alitumwa au bembeleze mji usiotubu. Kristo ndiye aliyewaleta Israeli kama mzabibu kutoka Misri. Zaburi 80 fungu la 8. Mkono wake mwenyewe uliyaondoa mataifa ya kipagani mbele yao. Aliwapanda Israeli kilimani penye kuzaa sana. Ulinzi na utunzaji wake ulikuwa wigo uliolizunguka shamba pande zote. Watumishi wake walitumwa kulitunza. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu, alieleza, nisiyoitenda? Isaya sura ya 5 fungu la 1 mpaka la 4. Ingawa alitarajia kuwa lingezaa zabibu, lilizaa zabibu mwitu. Lakini bado akiwa na tumaini la kuzaa zabibu, alikuja mwenyewe kushughulikia shamba lake. Alililima shamba lake, alilipogolea na kulipalilia. Alikuwa na juhudi zisizochoka za kuliokoa shamba lake alilolipanda mwenyewe. Kwa miaka 3 Bwana wa nuru na utukufu aliingia na kutoka miongoni mwa watu wake, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, viwete waweze kwenda, wenye ukoma watakaswe, viziwi wasikie, wafu wapate kufufuliwa, na maskini wahubiriwe habari njema. Matendo sura ya 10 fungu la 38, Luka sura ya 4 fungu la 18, Mathayo sura ya 11 fungu la 5. Wito wa neema unatolewa kwa makundi yote ya watu. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya 11 fungu la 28. Ingawa alizawadiwa ubaya kwa wema na chuki kwa upendo wake, Zaburi 109 fungu la 5, aliendelea kutekeleza utume wake kwa rehema. Kamwe hakuwafukuza wale wote waliotafuta rehema kwake. Msafiri asiyekuwa na makao rasmi, aibu na umaskini vikiwa ndio sehemu ya maisha yake, aliishi kukidhi mahitaji na kupunguza maumivu ya watu, akiwasihi waipokee zawadi ya uzima.
Mawimbi ya neema yaliyorudishwa nyuma na watu wenye mioyo migumu yalirudi katika mkondo wenye nguvu zaidi wa upendo na huruma usioelezeka. Lakini Israeli walikuwa wamemwacha rafiki mwema na msaidizi wao pekee. Wito wake wa upendo ulipuuzwa, mashauri yake yalitupiliwa mbali na maonyo yake yalidhihakiwa. Saa ya tumaini na msamaha ilikuwa ikipita haraka. Kikombe cha hasira ya Mungu iliyokawizwa kilikuwa karibu sana kujaa. Wingu lililokuwa likijikusanya katika zama zote za uvunjaji wa sheria na uasi sasa likawa na weusi wa huzuni. Lilikuwa linakaribia kupasuka. Watu wenye hatia na yeye ambaye peke yake angeweza kuwaokoa dhidi ya hatari iliyowakabili alikuwa amepuuzwa, amekejeliwa, amekataliwa na alikuwa karibu kusurubiwa. Wakati ambapo Kristo angening'inizwa juu ya msalaba wa Kalvari, ndiyo siku ambayo Israeli kama taifa lililopendelewa na lililobarikiwa na Mungu lingekoma. Kupotea kwa roho hata moja ni janga kubwa zaidi kuliko faida na hazina za ulimwengu. Lakini Kristo alipoutazama Yerusalemu, kuangamia kwa mji wote, taifa lote kulikuwa mbele yake. Mji ule, taifa lile ambalo awali lilikuwa taifa teule la Mungu, hazina yake ya ajabu. Manabii walilia machozi kwa ajili ya uasi wa Israeli na ukiwa wa kutisha ambao dhambi iliuleta kwa Waisraeli. Yeremia alitamani macho yake yawe chemichemi ya machozi ili aweze kulia usiku na mchana kwa ajili ya mauaji ya binti wa watu wake, kwa ajili ya kundi la Bwana ambalo lilikuwa limechukuliwa mateka. Yeremia sura ya 9 fungu la 1, sura ya 13 fungu la 17. Kwa misingi hiyo, huzuni ya yule ambaye mtupo wake wa jicho la kiunabii ulihusisha sio miaka tu, bali ulihusisha vizazi vingi, ilikuwa kubwa kiasi gani? Alimuona malaika muuaji akiwa na upanga ulioinuliwa dhidi ya mji ambao kwa muda mrefu ulikuwa makazi ya Yehova. Kutoka katika mlima wa Mizeituni, mahali ambapo baadaye Tito na jeshi lake walisimama, alitazama ng'ambo ya bonde na kuona ukumbi na marango ya kuingia ukumbini, na kwa macho yaliyojaa machozi aliona kwa maono ya kutisha kuta zilivyozungukwa na majeshi ya kigeni. Alisikia vishindo vya nyayo za majeshi ikienda vitani. Alisikia sauti za kina mama na watoto wakililia mkate katika mji uliozingirwa. Aliona nyumba nzuri, majengo ya kifalme na minara ya Yerusalemu vikiwaka moto, na mahali viliposimama pakiwa na rundo la mabaki yaliyokuwa yakiungua moto. Akiangalia matukio ya zama zijazo, aliwaona watu wa agano wakiwa wametawanyika katika kila nchi kama mabaki ya ajali katika pwani ya jangwani. Katika kisasi cha muda mfupi kilichokuwa karibu kuangukia watoto wake, aliona mkupuo wa kwanza kutoka katika kikombe cha hasira ya Bwana ambacho wakati wa hukumu ya mwisho itawapasa kukinywa mpaka tone la mwisho. Huruma ya kimungu, upendo wenye kujali ulioonyeshwa katika maneno yake ya huzuni. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Israeli, ambaye ulikuwa taifa lililopendelewa na Mungu zaidi ya mataifa mengine, laiti ungelijua wakati wa kujiliwa kwako na mambo yapasayo amani yako. Nimemzuia malaika wa haki, nimekuita upate kutubu, lakini bila mafanikio. Sio tu watumishi, wajumbe na manabii ambao umewagomea na kuwakataa, lakini umemkataa pia mtakatifu wa Israeli, mkombozi wako. Ingawa utaangamia, utawajibika peke yako, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mathayo sura ya 23 fungu la 37, Yohana sura ya 5 fungu la 40. Kristo aliuona mji wa Yerusalemu kama mfano wa ulimwengu uliofanywa kuwa mgumu kwa kutokuamini na uasi, na kuharakisha kukutana hukumu za adhabu za Mungu. Maumivu ya kizazi kilichoanguka yakimsonga rohoni mwake yalilazimisha kilio chenye uchungu mwingi kutoka katika midomo yake. Aliona kumbukumbu ya dhambi ikiwa katika mateso, machozi na damu ya wanadamu. Moyo wake ulijaa huruma isiyokuwa na kikomo kwa ajili ya watu wanaoteseka na wanaoumia duniani. Alitamani kuwasaidia wote, lakini hata kama mkono wake ungeweza kurudisha nyuma mkondo wa maumivu ya wanadamu, wachache wangetafuta chanzo chao pekee cha msaada. Alikuwa tayari kumimina roho yake hadi kifo kuleta wokovu mahali ambapo wangeweza kupata, lakini wachache ambao wangemwendea ili wapate uzima. Mfalme wa mbinguni anatokwa machozi, mwana wa Mungu wa milele anaumia moyoni, anainama kwa uchungu. Tukio lile lilileta mshangao mbinguni. Tukio lile linadhihirisha
linadhihirisha ubaya usio wa kawaida wa dhambi. Linaonyesha jinsi ambavyo kazi ya kumwokoa mwenye hatia kutoka katika matokeo ya kuasi sheria ya Mungu ilivyo ngumu hata kwa Mungu mwenyewe. Yesu akitazama hadi kizazi cha mwisho, aliona ulimwengu utakavyojihusisha na uongo unaofanana na huo uliosababisha uharibifu wa Yerusalemu. Dhambi kubwa ya Wayahudi ilikuwa kumkataa Kristo. Dhambi kubwa ya ulimwengu wa Wakristo ni kuikataa sheria ya Mungu, msingi wa serikali yake mbinguni na duniani. Kanuni za Yehova zitadharauliwa na kuhesabiwa kuwa si kitu. Mamilioni katika utumwa wa dhambi, watumwa wa shetani, wakikabiliwa na mauti ya pili, wangekataa kusikiliza maneno ya ukweli katika siku ya kujiliwa kwao. Upofu wa kutisha, kupumbazika kwa ajabu sana. Siku 2 kabla ya Pasaka, wakati Kristo alipokuwa ameondoka hekaluni kwa mara ya mwisho baada ya kukemea unafiki wa viongozi wa Wayahudi, alitoka tena na wanafunzi wake hadi katika mlima wa Mizeituni, na alikaa pamoja nao kwenye mteremko wenye nyasi upande unaotazamana na mji wa Yerusalemu. Kwa mara nyingine tena alitazama kuta zake, minara yake na nyumba zake za kifalme. Mara nyingine tena alilitazama hekalu katika mwangaza wake wa kushangaza, taji la uzuri likiufunika mlima mtakatifu. Miaka 1000 kabla, mwandishi wa Zaburi alieleza vizuri upendeleo wa Mungu kwa Waisraeli kwa kulifanya hekalu lao kuwa mahali pake pa kukaa. Kibanda chake pia kiko Salemu na maskani yake iko Sayuni, bali aliichagua kabila ya Yuda, mlima Sayuni aliyoupenda, akajenga patakatifu pake kama vilele, kama dunia aliyoiweka imara milele. Zaburi sura ya 76 fungu la 2, sura ya 78 fungu la 68 na 69. Hekalu la kwanza lilijengwa wakati wa kipindi cha mafanikio makubwa ya historia ya Israeli. Akiba kubwa ya hazina kwa ajili ya kusudi hili ilikusanywa na Mfalme Daudi, na mipango kwa ajili ya ujenzi wake ilifanywa kwa uongozi wa Mungu. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 fungu la 12 na 19. Suleimani, mfalme mwenye hekima kuliko wafalme wote wa Israeli, alitekeleza kazi ya ujenzi. Hekalu hili lilikuwa jengo zuri ajabu ambalo ulimwengu ulikuwa haujawahi kuliona. Pamoja na hayo, Bwana alitangaza kupitia kwa nabii Hagai kuhusiana na hekalu la pili: utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Hagai sura ya 2 fungu la 9 na fungu la 7. Baada ya kuharibiwa kwa hekalu na Nebukadneza, lilijengwa upya takriban miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, na watu ambao walitoka katika utumwa wa miaka mingi waliorudi katika nchi iliyoharibika na kukaribia kutelekezwa. Wakati huo walikuwepo miongoni mwa wazee walioona utukufu wa hekalu la Suleimani na ambao walililia kwenye msingi wa jengo jipya kuwa lilikuwa lazima liwe chini ya viwango vya lile la awali. Hisia zilizokuwepo zinaelezwa vizuri na nabii: miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Hagai sura ya 2 fungu la 3, Ezra sura ya 3 fungu la 12. Ndipo ahadi ilipotolewa kuwa utukufu wa hekalu la baadaye utakuwa mkubwa zaidi ya lile la kwanza. Lakini hekalu la pili halikuwa sawa na la kwanza katika uzuri, wala halikutukuzwa kwa viashiria vinavyoonekana vya uwepo wa Mungu kama vilivyoonekana katika hekalu la kwanza. Hakukuwa na udhihirisho wowote wa wazi wa nguvu zisizokuwa za kawaida wakati wa uwekaji wa kifua wake. Hakuna wingu la utukufu lililoonekana likijaza hekalu jipya. Hakuna moto ulioshuka kutoka mbinguni kuunguza kafara juu ya madhabahu. Shekina haikuwepo tena katika makerubi ndani ya patakatifu pa patakatifu. Sanduku la agano, kiti cha rehema na meza za ushuhuda havikuwemo humo. Hakuna sauti iliyotoka mbinguni kumjibu kuhani aliyeuliza kuhusiana na mapenzi ya Yehova. Kwa karne nyingi Wayahudi walijaribu bila mafanikio kuonesha ni wapi ahadi iliyotolewa na Mungu kwa njia ya Hagai ilikuwa imetimizwa. Hata hivyo, kiburi cha kutokuamini vilipofusha akili zao zisielewe maana halisi ya maneno ya nabii. Hekalu la pili halikuheshimiwa kwa wingu la utukufu
utukufu wa Yehova, bali kwa uwepo mbashara wa yule ambaye utimilifu wa uungu unakaa ndani yake kwa jinsi ya kimwili, ambaye alikuwa Mungu mwenyewe aliyejidhihirisha katika mwili. Yeye ambaye ni shauku ya mataifa yote alikuja katika hekalu lake wakati mtu wa Nazareti alipofundisha na kuponya katika ukumbi mtakatifu. Kwa kuwepo kwa Kristo na kwa njia hii tu ndiyo utukufu wa hekalu la pili ulizidi utukufu wa lile la kwanza. Lakini Waisraeli walikuwa wamemkataa yeye aliyekuwa zawadi kutoka mbinguni. Kwa mwalimu mnyenyekevu ambaye siku ile alipotoka nje kupita lango lake la dhahabu, utukufu ulikuwa umeondoka katika hekalu milele. Tayari maneno ya Mwokozi yalikuwa yametimizwa: nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Mathayo sura ya 23 fungu la 38. Wanafunzi walipata mshtuko na mshangao kwa sababu ya utabiri wa Kristo wa kutekwa kwa hekalu, na walitamani kuelewa kikamilifu zaidi maana ya maneno yake. Mali, kazi na stadi za ujenzi zilikuwa zimetumika sana kuboresha uzuri wake. Herode mkuu alikuwa amewekeza kwenye jengo hili kwa kutumia utajiri wa Kirumi na hazina ya Kiyahudi, na hata mfalme wa ulimwengu alileta zawadi kwa ajili ya uboreshaji wa hekalu. Matofali ya marumaru yenye ukubwa wa ajabu yaliyosafirishwa kutoka Rumi kwa kusudi hilo yalikuwa sehemu ya jengo hilo, na haya ndiyo matofali ambayo wanafunzi walikuwa wamemwonyesha Bwana wao wakisema, tazama yalivyo mawe na majengo haya. Marko sura ya 13 fungu la kwanza. Kwa maneno haya Yesu alitoa jibu la kushangaza na kushtua: hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Mathayo sura ya 24 fungu la pili. Wanafunzi walihusianisha kuharibiwa kwa Yerusalemu na matukio ya kuja kwa Kristo mwenyewe katika utukufu wa muda na kuketi kwenye kiti cha enzi cha ufalme wa ulimwengu wote, kuwaadhibu Wayahudi wasiotubu na kulikomboa taifa kutoka katika kongwa la utumwa wa Kirumi. Bwana aliwaambia kuwa angekuja mara ya pili. Hivyo kwa kutaja hukumu za Yerusalemu, akili zao zililejelea kuja kule, na walipokuwa wamekusanyika pamoja wakimzunguka Mwokozi juu ya mlima wa Mzeituni, waliuliza, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wanafunzi walifichwa mambo yajayo kwa kuhurumiwa. Ikiwa wakati ule wangejua kikamilifu mambo mawili ya kutisha ya kweli, mateso na mauti ya mkombozi na kuharibiwa kwa mji wao na hekalu lao, wangezidiwa na hofu. Kristo aliwaeleza kwa muhtasari matukio makuu yaliyopaswa kutokea kabla ya mwisho wa wakati. Maneno yake hayakueleweka kikamilifu wakati ule, lakini maana yake ingefunuliwa kwa kadri watu wake walivyohitaji maelekezo yaliyokuwa ndani yake. Unabii aliyoutoa ulikuwa na maana mbili. Wakati ukieleza kuharibiwa kwa Yerusalemu, uliwakilisha vitisho vya siku ya mwisho. Yesu aliwaeleza wanafunzi waliokuwa wakimsikiliza hukumu zilizowakabili Waisraeli walioasi, na hususan hukumu ya huzuni iliyowakabili kwa kumkataa na kumsulubisha Masihi. Ishara zisizoweza kukosewa zingetangulia kilele cha kutisha. Saa ya kutisha ingekuja kwa ghafla na haraka, na Mwokozi aliwaonya wafuasi wake, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Mathayo sura ya 24 fungu la 15 na 16. Luka sura ya 21 fungu la 20 na 21. Wakati bendera za ibada ya sanamu za Warumi zitakaposimikwa katika uwanja mtakatifu ambao ulipanuka na kwenda kilomita kadhaa nje ya kuta za mji, ndipo wafuasi wa Kristo iliwapaswa kukimbia kwa ajili ya usalama wao. Wakati ishara ya onyo ilipoonekana, wale waliotaka kukimbia iliwapasa wasichelewe. Katika nchi yote ya Yuda pamoja na mji wa Yerusalemu wenyewe, ishara ya kukimbia ilipaswa kutiwa mara moja. Mtu aliyekutwa juu ya nyumba hakupaswa kuteremka na kuingia ndani ya nyumba yake hata kuokoa hazina yake ya thamani kubwa. Watu waliokuwa wakifanya kazi mashambani au wakishughulikia mizabibu hawakupaswa kupoteza muda kwa kurudi kuchukua vazi lao la nje walilolivua wakati wa kupambana na kazi kwa ajili ya
joto la mchana. Hawakupaswa kusitasita hata kwa muda mfupi sana, ili wasikumbwe na uharibifu wa jumla. Wakati wa utawala wa Herode, sio tu kuwa Yerusalemu ulikuwa umependezeshwa, bali pia kwa kujenga minara, kuta na ngome, vikiongeza uimara wa asili wa mazingira yake. Ulikuwa umefanyiwa uzio usioweza kupenya kirahisi. Mtu ambaye wakati huu angebashiri hadharani juu ya uangamizi wake kama Nuhu katika siku zake angeitwa mropokaji, kichaa atangazaye mambo yaletayo hofu. Lakini Kristo alisema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mathayo sura ya 24 fungu la 35. Kwa sababu ya dhambi zake, hasira ilikuwa imetangazwa dhidi ya Yerusalemu, na usugu wake wa kutokuwa na imani ulifanya uharibifu wake uwe wa hakika. Bwana alikuwa ametangaza kupitia kwa nabii Mika, sikieni haya tafadhali, enyi vichwa vya nyumba ya Yakobo, mnaoitawala nyumba ya Israeli, mnaochukia hukumu na kuipotosha adili. Wanaijenga Sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu. Wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, na manabii wake hubashiri ili wapate fedha. Ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema, je, hayupo Bwana katikati yetu? Hapana neno baya lolote litakalo tufikia. Mika sura ya 3 fungu la 9 mpaka 11. Maneno haya yalieleza kwa uaminifu hali ya wakazi wa Yerusalemu waliojaa na ufisadi na kujihesabia haki, huku wakidai kutimiza matakwa ya sheria ya Mungu kikamilifu. Walikuwa wakivunja kanuni zake. Walimchukia Kristo kwa sababu ya usafi na utakatifu wake uliofunua uovu wao, na walimshtaki kuwa yeye ndiye aliyekuwa chanzo cha taabu zilizowakabili kama matokeo ya dhambi zao. Ingawa walijua kuwa hakuwa na dhambi yoyote, walitangaza kuwa kifo chake kulikuwa cha lazima kwa ajili ya usalama wao kama taifa. Walisema, tukimwacha hivi, viongozi wa Kiyahudi waliendelea kusema, watu wote watamwamini na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Yohana sura ya 11 fungu la 48. Ikiwa Kristo atasulubiwa, wangeweza tena kuwa na nguvu watu walioungana. Hivyo ndivyo walivyofikiri, na walikubaliana na uamuzi wa kuhani mkuu kuwa ilikuwa bora kwa mtu mmoja kufa kuliko taifa zima kuangamia. Hivyo ndivyo viongozi wa Kiyahudi walivyoijenga Sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu. Mika sura ya 3 fungu la 10. Na bado wakati walimua Mwokozi wao kwa sababu ya kukemea dhambi zao, kujihesabia haki kwao kulikuwa kukubwa mno kiasi kwamba walijihesabu kuwa watu waliopendelewa na Mungu, na walitarajia awaokoe dhidi ya maadui zao. Basi nabii aliendelea, kwa ajili yenu Sayuni utalimwa kama shamba lilimwavyo, na Yerusalemu utakuwa magofu, na mlima wa nyumba utakuwa kama mahali palipoinuka msituni. Ni hilo fungu la 12 la kitabu cha Mika sura ya 3. Kwa karibu miaka 40 ya uharibifu wa Yerusalemu kutangazwa na Kristo mwenyewe, Bwana alizuia hukumu yake juu ya mji na taifa. Uvumilivu wa Mungu ulikuwa wa ajabu kwa watu waliokataa injili yake na wauaji wa mwana wake. Mfano wa mtini usiozaa matunda uliwakilisha jinsi Mungu alivyoshughulika na taifa la Kiyahudi. Amri ilikuwa imetolewa, ukate mbona hata nchi unaiharibu. Luka sura ya 13 fungu la 7. Lakini rehema ya Mungu iliuacha kwa muda mrefu kidogo zaidi. Kulikuwepo bado wengi miongoni mwa Wayahudi waliokuwa hawajui tabia na kazi ya Kristo, na watoto walikuwa hawajapata fursa au nuru ambayo wazazi wao walikuwa wameitupilia mbali. Kwa njia ya mahubiri ya mitume na washirika wao, Mungu angewezesha nuru kuangazia. Wangeweza kuruhusiwa kuona jinsi unabii ulivyokuwa umetimizwa, sio katika kuzaliwa na maisha ya Kristo, lakini pia katika kifo na ufufuo. Watoto hawakuhukumiwa kwa dhambi za wazazi wao, bali wakati wakiwa na ujuzi wa nuru yote iliyotolewa kwa wazazi wao. Watoto walipokataa nuru ya nyongeza waliopewa wenyewe, walikuwa washirika wa dhambi za wazazi wao na walijaza kipimo cha uovu wao. Uvumilivu wa Mungu kwa wakazi wa Yerusalemu ulizidi kuwafanya wakomaze shingo zao katika uasi. Kwa chuki na ukatili wao dhidi ya wanafunzi wa Yesu, walikataa nafasi yao ya mwisho ya rehema. Ndipo Mungu alipoondoa ulinzi wake kwao na kuondoa nguvu yake ya kumzuia shetani na malaika zake, na taifa
likaachwa katika utawala wa kiongozi waliyemchagua. Watoto wao waliitupilia mbali neema ya Kristo ambayo ingewawezesha kudhibiti misukumo yao ya uovu. Na sasa misukumo hii ilipata ushindi. Shetani aliamsha misisimuko mikali na hatarishi ndani ya mioyo yao. Watu walipoteza uwezo wao wa kufikiri vizuri. Walikuwa kama vichaa, walitawaliwa na mihemko na hasira iliyopofushwa. Walibadilika na kuwa kama mashetani katika ukatili wao. Katika familia na katika taifa, miongoni mwa matabaka ya juu na ya chini sawia, kulikuwa kutoaminiana, kijicho, ugomvi, uasi na mauaji. Usalama ulitoweka kila mahali. Marafiki na ndugu wa karibu walisalitiana. Wazazi waliwachinja watoto wao na watoto waliwachinja wazazi wao. Watawala wa watu hawakuwa na uwezo wa kujitawala wenyewe. Misisimko isiyodhibitiwa iliwafanya kuwa wakatili kupindukia. Wayahudi waliukubali ushuhuda wa uongo kumhukumu mwana wa Mungu aliyekuwa hana hatia yoyote. Sasa mashtaka ya uongo yalifanya maisha yao kuwa ya wasiwasi. Kwa matendo yao walikuwa wakisema kwa muda mrefu, mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Isaya sura ya 30 fungu la 11. Sasa hitaji lao lilikidhiwa. Hofu ya Mungu haikuwasumbua tena. Shetani ndiye aliyekuwa kiongozi wa taifa na mamlaka ya juu kabisa ya kiraia na kidini vilikuwa chini ya utawala wake. Nyakati zingine viongozi wa vikundi hasimu waliungana kupora na kutesa wahanga wao wasioweza kujitetea. Na tena waliangukiana wao kwa majeshi ya kikundi kimoja kuangukia kikundi hasimu, na walichinjana bila huruma. Hata utakatifu wa hekalu haukuweza kudhibiti ukatili wao wa kutisha. Waabuduji walipigwa na kuuawa mbele ya madhabahu, na patakatifu palinajisiwa kwa miili ya watu waliochinjwa. Hata hivyo, katika upofu wao na kiburi chenye kufuru, wachochezi wa kazi hii ya kuzimu walitangaza hadharani kuwa walikuwa hawana hofu kuwa Yerusalemu ingeangamizwa kwa kuwa ulikuwa mji wa Mungu mwenyewe. Kuimarisha zaidi nguvu zao, waliwahonga manabii wa uongo watangaze hata wakati majeshi ya Kirumi walipokuwa wakilizingira hekalu kuwa watu walipaswa kusubiri ukombozi kutoka kwa Mungu. Hatimaye watu wengi walishikilia kwa bidii imani kuwa Mungu aliye juu angeingilia kati na kuwashinda maadui zao. Lakini Israeli alikuwa ameshatupilia mbali ulinzi wa Mungu, na sasa hakuwa na ulinzi. Yerusalemu wenye huzuni, ukiwa umeraluliwa na mipasuko ya ndani, damu ya watoto wake waliochinjwa kwa mikono yao wenyewe, mmoja dhidi ya mwenzake, ikiweka wekundu kwenye mtaa na mitaa yake, wakati majeshi ya kigeni yalipoangusha ngome zake na kuwaua watu wake wa vita. Mambo yote yaliyoelezwa katika utabiri uliotolewa na Kristo kuhusiana na kuharibiwa kwa Yerusalemu yalitimizwa. Wayahudi walishuhudia ukweli wa maneno yake ya onyo, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Mathayo sura ya 7 fungu la 2. Ishara na maajabu vilitokea. Majanga na matatizo ya kutisha yalitokea. Katikati ya usiku, mwangaza usio wa kawaida uliangaza juu ya hekalu na madhabahu. Juu ya mawingu wakati wa jua kuzama, zilichorwa picha za magari na watu wa vita wakijikusanya kwa ajili ya vita. Makuhani waliokuwa wakihudumu usiku katika patakatifu walitishwa na sauti za ajabu. Dunia ilitetemeka na sauti nyingi zilisikika zikipiga kelele, tuondoke haraka. Lango la mashariki ambalo lilikuwa zito sana kiasi kwamba lilifungwa na watu 20 kwa shida, na ambalo lilikuwa limefungwa kwa nondo kubwa za chuma zilizofungwa kwa uimara katika sakafu ya mawe magumu, lilifunguliwa usiku bila mfungaji yeyote anayeonekana. Haya unayapata katika kitabu cha Milman, The History of the Jews, Book 13. Kwa miaka 7 mtu mmoja aliendelea kuzunguka akienda na kushuka katika mitaa ya Yerusalemu akitangaza majanga yaliyokuwa yanaujia mji. Mchana na usiku aliimba wimbo wa ajabu. Sauti kutoka mashariki, sauti kutoka magharibi, sauti kutoka pepo 4, sauti dhidi ya Yerusalemu na dhidi ya hekalu, sauti dhidi ya mabwana harusi na mabibi harusi, sauti dhidi ya watu wote. Kiumbe huyu wa ajabu alifungwa na kuchapwa mijeledi, lakini hakuna neno la manunguniko lililotoka
katika midomo yake. Jibu lake kwa matusi na dharau alilofanywa lilikuwa, ole, ole wako Yerusalemu, ole, ole wenu enyi wakazi wake. Kilio chake cha onyo hakikukoma mpaka alipochinjwa katika maangamizi ambayo aliyatabiri. Hakuna Mkristo hata mmoja aliyeangamia katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Kristo alitoa onyo kwa wanafunzi wake na wote walioamini maneno yake na kuzingatia ishara iliyoahidiwa. Hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, alisema Yesu, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Luka sura ya 21 fungu la 20 na 21. Baada ya Warumi chini ya Ketio kuzunguka mji bila kutarajiwa, waliachana na kazi ya utekaji wakati kila kitu kilionekana kuwa tayari kwa ajili ya mashambulizi ya ghafla. Watekwaji wakiwa katika hali ya kukata tamaa ya kukabili na kuzuia utekaji, walikuwa karibu kujisalimisha wakati jenerali wa Kirumi aliporudisha nyuma majeshi yake bila sababu ya msingi. Lakini uongozi wa Mungu wenye rehema ulikuwa ukielekeza matukio kwa ajili ya mazuri kwa ajili ya watu wake. Ishara iliyoahidiwa ilikuwa imetolewa kwa Wakristo waliokuwa wakisubiri, na sasa fursa ilitolewa kwa wote ambao wangependa watii onyo la Mwokozi. Matukio yalidhibitiwa ili kwamba Wayahudi wa Warumi wasizuie Wakristo kukimbia. Kufuatia kurudi nyuma kwa Ketio, Wayahudi wakishambulia kuanzia Yerusalemu, walilikimbiza jeshi lake, na wakati majeshi yote mawili yalipokuwa yameumana katika pambano, Wakristo walipata fursa ya kuondoka mjini, wakati mji huu ulikuwa hauna maadui wowote ambao wangejaribu kuwazuia. Wakati wa shambulio, Wayahudi walikuwa wamekusanyika kuadhimisha sikukuu ya vibanda, na hivyo Wakristo katika nchi nzima waliweza kukimbia bila bugza yoyote. Bila kuchelewa, walikimbilia mahali salama, mji wa Pela katika nchi ya Perea ng'ambo ya Yordani. Majeshi ya Kiyahudi yaliyokuwa yakimshambulia Ketio na jeshi lake yaliwaangukia upande wao wa nyuma kwa nguvu sana, kiasi cha kutishia kuangamiza kabisa. Ilikuwa kwa shida kubwa sana Warumi walifaulu kukimbia na kurudi nyuma. Wayahudi walifaulu kukimbia bila kupata hasira kubwa, na wakiwa na mali zao walizoziteka walirudi Yerusalemu kwa ushindi. Hata hivyo, ushindi huu wa juu tu uliwaletea matatizo makubwa. Uliwahamasisha kujenga roho ya upinzani na kiburi dhidi ya Warumi, mambo ambayo yalisababisha madhara makubwa kwa mji uliokwisha kuhukumiwa kuharibiwa. Majanga ya kutisha yaliyokumba mji wa Yerusalemu wakati utekaji uliotekelezwa mara ya pili na Tito. Mji ulishambuliwa wakati wa Pasaka, wakati mamilioni ya Wayahudi walipokuwa wamekusanyika ndani ya kuta. Maghala yao ya vyakula ambayo kama yangetunzwa kwa uangalifu yangeliweza kuhifadhi vyakula vya kuwatosha wakazi wa Yerusalemu kwa miaka mingi, yalikuwa yameharibiwa kwa sababu ya wivu na ulipizaji kisasi wa makundi yaliyohasimiana. Na sasa tishio la kufa kwa njaa liliwakabili. Kipimo kimoja cha ngano kiliuzwa kwa talanta moja. Maumivu ya njaa yalikuwa makali sana kiasi kwamba walitafuna ngozi za mikanda na gidamu za viatu vyao na mifuniko ya ngao zao. Idadi kubwa ya watu walitoroka usiku na kwenda kukusanya mimea ya porini iliyoota nje ya kuta za mji. Japokuwa wengi wao walikamatwa na kuuliwa kwa mateso makali, na mara nyingi wale walioweza kurudi salama walinyang'anywa kile walichokuwa wamekikusanya katika mazingira mabaya na hatarishi. Mateso yasiyo na ubinadamu kabisa yalitumiwa na wale waliokuwa madarakani kuwalazimisha walio na mahitaji wasalimishe chakula chochote kidogo ambacho walikuwa wamekificha. Na mambo haya ya ukatili hayakutendwa mara chache na watu ambao wao wenyewe walikuwa na chakula cha kutosha na ambao lengo lao lilikuwa kujiwekea akiba kwa ajili ya wakati ujao. Maelfu ya watu walikufa kwa njaa na magonjwa. Upendo wa asili ulionekana kuharibiwa kabisa. Waume waliibia wake zao na wake waliibia waume zao. Watoto waliweza kuonekana wakinyakua chakula kutoka katika midomo ya wazazi wao wazee. Swali la nabii, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, lilipata jibu ndani ya kuta za mji uliokuwa umezingirwa pande zote. Mikono ya wanawake wenye huruma imewatokosa watoto wao wenyewe. Walikuwa ndiyo chakula chao katika uharibifu wa binti ya watu wangu. Isaya 49 fungu la 15, Maombolezo sura ya 4 fungu la 10. Tena ulitimizwa unabii wa onyo uliotolewa karne 14 kabla. Mwanamke kati yenu aliyemwololo na laini, ambaye hangehatarisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umalidadi na ulaini, jicho lake huyu litakuwa
ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanae, na juu ya binti yake, na juu ya wanae atakaowazaa, kwa kuwa atawala kwa siri kwa uhitaji wa vitu vyote, katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na maadui yako katika malango yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 fungu la 56 na 57. Viongozi wa Kirumi walijaribu kuwatishia Wayahudi ili kuwafanya wajisalimishe. Wafungwa waliojaribu kupinga walipotekwa, walipigwa, waliteswa na walisulubishwa mbele ya kuta za mji. Mamia waliuawa kwa njia hii, na kazi hii ya kuogofya iliendelea kufanywa mpaka katika bonde lote la Yehoshati na Karuali. Misaraba ilisimikwa kwa wingi kiasi kwamba kulikuwa hakuna nafasi ya kupita katikati yake. Laana ile iliyotamkwa mbele ya kiti cha hukumu cha Pilato ilitekelezwa kwa jinsi ya kutisha. Damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Mathayo sura ya 27 fungu la 25. Tito alikuwa tayari kusitisha zoezi hili la kutisha, na hivyo kutotekeleza kipimo kamili cha uharibifu wa mji wa Yerusalemu. Alitishika alipoona miili ya watu waliokufa ilivyolundikwa huko na huko katika mabonde, kama mtu aliyeshikwa na butwaa. Kutoka kilele cha mlima wa Mizeituni alitazama hekalu zuri, na akatoa amri kuwa hata jiwe lake moja lisiguswe. Kabla ya kujaribu kuteka ngome hii, alitoa wito wa dhati kwa viongozi wa Kiyahudi wasimlazimishe kunajisi mahali patakatifu kwa damu. Ikiwa wangetoka na kupigania mahali pengine popote, hakuna Mrumi ambaye angeharibu utakatifu wa hekalu. Josephus mwenyewe kwa wito fasaha kabisa aliwasihi wajisalimishe ili wajiokoe wenyewe, mji wao na mahali pao pa ibada. Lakini maneno yake yalijibiwa kwa laana kali. Mishale ilirushwa kumwelekea mpatanishi wao wa mwisho wa kibinadamu aliposimama kuwasihi. Wayahudi walikuwa wamekataa miito ya mwana wa Mungu, na sasa malalamiko na nasaha viliwafanya wazidi kudhamiria kupinga wakati wa mwisho. Juhudi za Tito kuliokoa hekalu hazikufua dafu. Yeye aliyekuwa mkuu kuliko yeye alikuwa ameshatangaza kuwa hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Ukaidi na upofu wa viongozi wa Kiyahudi na uharibifu unaotisha ulifanyika ndani ya mji uliozungukwa vilichochea chuki na hasira ya Walumi, na Tito hatimaye aliamua kuliteka hekalu kwa nguvu. Aliazimia hata hivyo kuwa ikiwezekana hekalu lisiharibiwe, lakini amri zake zilipuuzwa. Baada ya kupumzika katika hema lake usiku, Wayahudi wakitokea katika hekalu waliwashambulia maaskari wa Kirumi kwa nje. Katika pambano, kijinga cha moto kilirushwa na askari kupitia uwazi wa lango, na kwa ghafla vyumba vilivyonakishiwa kwa mierezi kando kando ya nyumba takatifu viliwaka moto. Tito alifanya haraka kwenda eneo la tukio akiwa amefuatana na majemedari na majeshi yake, na aliwaamuru askari wa uzime moto. Maneno yake hayakusikilizwa. Kwa hasira, maaskari walirusha vijinga vya moto katika nyumba vilivyoshikamana na hekalu, na ndipo kwa mapanga yao waliwachinja watu wengi sana waliokuwa wamejihifadhi katika vyumba hivyo. Damu ilibubujika katika ngazi za hekalu kama maji. Maelfu kwa maelfu ya Wayahudi waliangamia. Juu ya kelele za vita, sauti zilisikika zikisema, Ikabodi, utukufu umeondoka. Tito alishindwa kudhibiti hasira za maaskari. Aliingia na maofisa wake na kuchunguza eneo la ndani la jengo takatifu. Uzuri wake uliwashangaza, na wakati ndimi za moto zilipokuwa bado hazijapenya na kuteketeza mahali patakatifu, alifanya juhudi zake za mwisho kupaokoa. Alisogea mbele kwa haraka na kuagiza maskari wasitishe zoezi la uchomaji moto hekalu. Mkuu wa kikosi husika, Liberalis, alijaribu kuwalazimisha maofisa walio chini yake watii agizo, lakini hata heshima kwa mfalme ilishindwa na kuachia hasira na chuki dhidi ya Wayahudi. Msisimko mkali wa vita na tumaini na tamaa ya kupata nyara vitawale. Maaskari waliona kila kitu kilichowazunguka kiking'aa kwa dhahabu iliyoakisi mwanga mkali wa ndimi za moto. Walidhania kuwa hazina ya dhahabu isiyokuwa na hesabu iliwekwa mahali fulani katika hekalu. Askari mmoja kwa siri alichomeka kijinga cha moto katikati za bawaba za mlango. Jengo lote liliwaka moto mara moja. Moshi uliopofusha na ukali wa joto la moto viliwalazimisha maaskari kurudi nyuma na
kuliacha jengo zuri likiteketea. Lilikuwa tukio la kutisha kwa Mrumi. Kwa Myahudi ilikuwaje? Kilele chote cha mlima uliotawala mji kiliwaka moto kama volkano. Majengo yake yalianguka moja baada ya jingine kwa mshindo mkuu, na yalimezwa katika utisho mkubwa wa moto. Mapaa ya mwerezi yalikuwa kama karatasi za ndimi za moto. Vilele vya minara ya dhahabu viling'ara kama mikuki ya mwanga mwekundu. Ngome za lango zilirushwa juu, mihimili ya ndimi za moto na moshi. Milima ya jirani ilimurikwa kwa mwanga, na makundi meusi ya watu yalionekana. Watu waliangalia kwa wasiwasi na hofu maendeleo ya uharibifu. Kando kando ya kuta na kwenye mitaa ya mji kulikuwa na nyuso nyingi, baadhi zikiwa nyeupe kwa uchungu na kukata tamaa, nyingine zikiwa na muonekano wa hasira na hitaji la kulipiza kisasi bila mafanikio. Kelele za maaskari wa Kirumi waliokuwa wakikimbia huku na huko, na vilio vya maaskari wa Kiyahudi waliokuwa wakiungua ndani ya ndimi za moto zilichanganyika na ngurumo za moto na sauti kubwa za mbao zilizokuwa zikidondoka chini. Miangwi ya milima ilijibu au ilirudisha sauti za uchungu za watu waliokuwa juu ya vilele vya milima. Kando kando ya kuta zote zilisikika sauti za miguno ya maumivu na vilio. Watu waliokuwa wakielekea kukata roho kwa kukosa chakula kwa muda mrefu walijikaza kwa nguvu kidogo zilizobaki kutoa kilio cha uchungu na kukata tamaa. Mauaji ya ndani yalikuwa ya kutisha zaidi kuliko mauaji yaliyotokana na mashambulizi kutoka nje. Wanaume na wanawake na wazee na vijana, maaskari na waasi na makuhani waliopigana na wale waliosii kuhurumiwa, wote walichinjwa na kuuliwa bila kuchagua. Idadi ya watu waliochinjwa ilikuwa kubwa kuliko idadi ya watu waliochinja. Majeshi ya Kirumi hayakuwa na budi kukanyaga marundo ya maiti ili waendelee na kazi yao ya kuangamiza. Milman, The History of Jews, Book 16. Baada ya kuharibu hekalu mara moja, mji wote uliangukia mikononi mwa Warumi. Viongozi wa Kiyahudi walikimbia ngome zao zisizopenyeka kirahisi, na Tito alikuwa akiwashambulia na aliwakuta wakiwa peke yao. Aliwatazama kwa mshangao na alitangaza kuwa Mungu amewatia mikononi mwake, kwa kuwa hakuna zana yoyote, hata kama ingekuwa na nguvu kubwa kiasi gani, ingeweza kuhimili mapambano yale ya kutisha. Majengo ya mji na hekalu yaliungua hadi misingi yake, na uwanja mahali ambapo nyumba takatifu ilikuwa imesimama ulilimwa kama shamba lilimwavyo. Yeremia sura ya 26 fungu la 18. Katika utekaji na uchinjaji uliofuata, zaidi ya watu 1,000,000 waliuawa. Waliopona walichukuliwa mateka, waliuzwa kama watumwa, walikokotwa hadi Rumi kushuhudia ushindi wa mtekaji, walitupwa kwa wanyama wakali wa polini katika viwanja vya michezo, au walitawanywa kama watu wasio na makazi, wazururaji duniani kote. Wayahudi walifua mikatale yao wenyewe, walikijaza kikombe cha kisasi wao wenyewe kwa uharibifu mkubwa uliowapata kama taifa na kwa maumivu yaliyowafuata huko katika mtawanyiko wao. Walikuwa wakivuna mazao ambayo mikono yao ilikuwa imepanda. Nabii alisema, Israeli, umejiangamiza mwenyewe, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Hosea sura ya 13 fungu la 9. Hosea sura ya 14 fungu la 1. Mateso yao mara nyingi yanawakilishwa kama adhabu iliyowasibu kwa agizo la Mungu moja kwa moja. Ndivyo mdanganyaji mkuu anavyojaribu kuficha kazi yake kwa kutupilia mbali upendo na neema ya Mungu kwa muda mrefu na kwa kiburi na shingo ngumu. Wayahudi walisababisha ulinzi wa Mungu uondolewe kutoka kwao, na shetani aliruhusiwa kuwatawala na kulingana na mapenzi yake. Ukatili wa kutisha katika kuiharibu Yerusalemu ni kielelezo cha nguvu ya shetani isiyo na huruma juu ya wale wanaojiweka chini ya utawala wake. Hatuwezi kujua ni kiasi gani tunawiwa na Kristo kwa ajili ya amani na ulinzi tulio nao. Ni nguvu inayodhibiti ya Mungu inayozuia wanadamu wasiwe chini ya utawala wa shetani kikamilifu. Wasiokuwa watiifu na wasio na shukrani wana sababu kubwa ya kushukuru rehema na uvumilivu wa Mungu kwa kudhibiti nguvu yenye ukatili na ubaya wa muovu. Lakini watu wanapopita mipaka ya uvumilivu wa Mungu, udhibiti unaondolewa. Mungu
hasimami mbele ya mwenye dhambi kama mtekelezaji wa hukumu dhidi ya makosa yake, lakini huwaacha waliotupilia mbali rehema yake washughulikiane wenyewe kwa wenyewe, wavune walichokipanda. Kila mwale wa nuru uliotupiliwa mbali, kila onyo lililodharauliwa au kutosikilizwa, kila tamaa iliyopaliliwa, kila uvunjaji wa sheria ya Mungu ni mbegu iliyopandwa ambayo huzaa mavuno bila kukosea. Roho wa Mungu anapopingwa kwa wakati wote, hatimaye huondolewa kutoka kwa mwenye dhambi, na ndipo haibaki tena nguvu ya kudhibiti tamaa mbaya za moyoni, na haubaki ulinzi dhidi ya ukatili na uadui wa shetani. Uharibifu wa Yerusalemu ni onyo la kutisha na la dhati kwa wote wanaopuuza fursa za neema na wanaopinga mito ya rehema ya Mungu. Kamwe haujawahi kutolewa ushuhuda mkubwa zaidi kuliko huu juu ya chuki ya Mungu dhidi ya dhambi na adhabu ya hakika itakayowapata wenye hatia. Unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine ambao kwao, ukiwa ule wa kutisha, ulikuwa kivuli hafifu tu. Katika kile kilichoupata mji mteule, tunaweza kuona uharibifu wa ulimwengu ambao umekataa rehema ya Mungu na kuikanyaga sheria yake. Kumbukumbu za taabu za wanadamu ambazo dunia imezishuhudia katika kipindi chake cha karne ndefu za uharibifu ni nyeusi. Moyo unaugua na akili inazimia kwa kutafakari. Matokeo ya kukataa mamlaka ya mbingu ni ya kutisha sana, lakini tukio la kutisha zaidi limewasilishwa katika ufunuo wakati ujao. Kumbukumbu za matukio ya zamani, mlolongo mrefu wa fujo, migogoro na mapinduzi, silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo, na mavazi yaliyofingirishwa katika damu. Isaya sura ya 9 fungu la 5. Haya ni nini ukilinganisha na vitisho vya siku ile, wakati Roho wa Mungu anayethibiti uovu atakapoondolewa kwa ovu, ili asizuie mlipuko wa misisimko na hasira za kishetani. Ndipo ulimwengu utaona kuliko ulivyowahi kutokea matokeo ya utawala wa shetani. Lakini katika siku ile, kama ilivyokuwa katika uharibifu wa Yerusalemu, watu wa Mungu watakombolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa miongoni mwa walio uzima. Isaya sura ya 4 fungu la 3. Kristo alisema kuwa atakuja mara ya pili kuwakusanya waaminifu wake awachukue kwake. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne hata mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Mathayo sura ya 24 fungu la 30 na 31. Ndipo wale ambao hawakuitii Injili wataangamizwa kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 8. Kama Israeli ya zamani, waovu wanajiangamiza wenyewe, wanaanguka kwa uovu wao wenyewe. Kwa njia ya maisha yao ya dhambi wanajiweka nje ya upatanifu na Mungu, asili zao zikiwa zimeharibiwa na uovu sana, kiasi ambacho kufunuliwa kwa utukufu wake kuna kuwa moto ulao. Hebu watu wawe waangalifu, wasije wakapuuza somo lililotolewa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, kwa kuwapa ishara ya maangamizi yaliyokuwa yanakaribia, ili waweze kukimbia na kuponya nafsi zao. Kadhalika ameuonya ulimwengu kuhusu siku ya uharibifu wa mwisho, na amewapa ishara ya ukaribu wake, ili wale watakaopenda kuokoa nafsi zao waweze kuikimbia hasira inayokuja. Yesu alisema kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa. Luka sura ya 21 fungu la 25, Mathayo sura ya 24 fungu la 29, Marko 13 fungu la 24 na 26, na Ufunuo sura ya 6 fungu la 12 mpaka fungu la 17. Wanaoziona ishara hizo za ujio wake inawapasa watambue kuwa yu karibu mlangoni. Mathayo sura ya 24 fungu la 33. Kesheni basi, ndiyo maneno yake ya onyo. Marko sura ya 13 fungu la 35. Watakaotii onyo hawatabaki gizani hata siku ile iwakute bila maangamizi, bali kwa wale wasiokesha siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 fungu la 2 mpaka la 5. Ulimwengu uko tayari zaidi kukubali ujumbe wa wakati huu kuliko Wayahudi walivyokuwa tayari kupokea onyo kuhusu Yerusalemu. Bila kujali ni lini itafika,
Siku ya Mungu itakuja bila taarifa kwa watu wasiomcha Mungu. Wakati maisha yanaendelea katika hali yake ya kawaida ya siku zote, wakati watu wamemezwa katika starehe, katika biashara, katika usafiri, katika utafutaji wa pesa, wakati viongozi wa dini wanahamasisha maendeleo na elimu ya dunia, na watu wakiwa wanabembelezwa na usalama bandia, ndipo kama mwizi anavyokuja usiku wa manane katika nyumba ambayo haina ulinzi, ndivyo uharibifu utakavyowajia wasiojali na wasiomcha Mungu, wala hakika hawataokolewa. Mpendwa msikilizaji, niendelee kukukaribisha katika somo la pili la kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tunaishi nyakati za mwisho, nyakati ambazo zilitabiliwa na manabii, na hata Yesu Kristo alivyokuja duniani alizungumza hali ambayo itakuwa kabla ya kuja kwake mara ya pili. Hivyo unavyoendelea kusikiliza masimulizi haya, Mungu aendelee kufungua moyo wako uendelee kuyatii haya. Niendelee kukusisitizia kanisa pekee katika dunia hili lilosalia likitunza amri 10 za Mungu na kuwa na imani ya Yesu ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Hilo ndilo kanisa la kiunabii lilotajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 17, Ufunuo sura ya 14 na lile fungu la 12. Hapo ndipo ambapo Kristo ameweka hazina yake ya kweli katika nyakati hizi za mwisho. Jumapili si siku ya ibada, maana ni siku ya Wakatoliki iliyoletwa na Ibilisi akijificha nyuma ya mgongo wa kanisa Katoliki kupotosha dunia na ulimwengu wa Kiprotestanti. Lakini Bwana analo kanisa lake, kanisa lililosalia, kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo muda si mrefu litapitia mateso na litapitia pepeto kuu. Mungu akupe neema ya kuyaelewa haya. Uendelee kukaribia katika masomo mengine yatakayokuwa yakiendelea. Bwana akufunike na kuangazie nuru ya uso wake hadi wakati mwingine tena, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.